Ah. Sasa unaambiwa mara baada ya kuimaliza simulizi ya The Evil Game, kuna watu wakawa wanajiuliza kwamba jamani, huyu Eda Zaria, jamani huyu Eda atarudi lini tena kwenye kigongo kingine? Mimi nikaona zile comment, nikasema ngojeni nyinyi, mzigo mpya tena huu hapa unaitwa Hitman Drive kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Bwana, ndatu masikio yako vizuri upate hiki chakula cha ubongo wako, hakika utakwenda kuenjoy na kuifurahia hii simulizi. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Tuenzetu tukaianze sehemu ya kwanza, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Habari yako Gamba? Salama bosi. Bosi, shikamo. Marhaba Gamba. Gamba, unajua toka umekuja kwenye hii nyumba yangu, naona mandhari yanapendeza sana. Na kusema ule ukweli Gamba, unajitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Shukrani sana bosi. Asante sana bosi, na mimi nafanya kazi kwa jitihada zote bosi. Okay. Sasa Gamba, ndio bosi, nimekaa na mke wangu, tumeona tukupandishe mshahara kutoka shilingi 80,000 tuliokuwa tunakulipa kwa kipindi chote cha mwaka mzima, na sasa tutakulipa 150,000. Na kwenye kulithibitisha hilo, na kupatia mshahara wako mpya leo hii bwana Gamba. Unafanya kazi vizuri sana. Naam, msikilizaji, kijana Gamba macho yalimtoka alipokea kiasi cha pesa 150,000 kutoka kwa bosi wake huyo. Mungu, asante kwa neema zako. Mungu, kweli wewe ni mwema. Mzee, nashukuru sana. Naam, mzee Mashushu alitabasamu, kwani Gamba amekuwa ni kijana mchapakazi na mwenye kujituma. Japo jumba lake ni la kifahari, lina eneo kubwa kweli kweli, lakini kijana Gamba alikuwa anajitahidi kuhakikisha anafanya usafi na kutunza zile bustani zote, ikiwamo bwawa kubwa la kuogelea lililomo ndani ya jumba hilo. Nisikilize Gamba. Ndio bosi. Nahitaji kusikia maoni yako. Ndio, bila shaka bosi, nakusikiliza. Unaonaje tukakuongezea japo vijana 2 ambao watakuwa wanakusaidia hizi kazi? Unajua, nawaza kama hutojali ni kupeleke VETA ukajifunze japo fani uipendayo, kwa sababu kuna leo na kesho. Gamba, unaweza kuanzisha maisha yako sehemu nyingine. Boss, Mungu akubariki sana boss. Usijali Gamba. Unajua kuishi na watu vizuri we kijana. Na unapoishi na watu vizuri, hiyo ni moja ya nguzo kubwa sana kwenye maisha yako. Na ukiangalia, mimi sasa hivi nahitaji kuingia kwenye mbio za ubunge mwakani. Sasa hapa katikati unaweza ukasoma chochote unachokipenda, ila kwa sasa usinijibu ni nini unachotaka kwenda kusomea VETA, ila jaribu kutuliza akili yako, fikiria kinachoweza kukusaidia hapo mbeleni, na mimi nitajitolea kukusomesha Gamba kwa 100%. Boss, nashukuru sana. Sina cha kusema. Mwenyezi Mungu apate kukubariki sana boss. Amina. Sasa Gamba, unaweza kuendelea na kazi zako. Nashukuru sana boss. Nashukuru. Naam, msikilizaji, mzee huyu Mashushu aliondoka eneo hilo na kumwacha kijana Gamba akiwa na tabasamu pana mno usoni mwake. Gamba aliingia kwenye nyumba ya pembeni wanayokaa wafanyakazi wa kiume. Moja kwa moja aliingia ndani ya chumba chake kati ya vyumba vitatu vilivyomo ndani ya nyumba hiyo, ambayo kusema kweli ni nyumba nzuri japo wanaishi wafanyakazi. Kijana Gamba
Alifungua trunka lake la kuhifadhia nguo, alifungua kufuli na akatoa kibubu cha mbao, akaweka pale kiasi cha 120,000, akabakisha shilingi 30,000 ya matumizi yake. Kijana Gamba akafunga vizuri trunka lake, akasimama na kisha akajitazama kwenye kioo cha dressing table. Gamba alijikuta na tabasamu na kisha akatoka nje. Anko Gamba, Anko Gamba. Jolly, mtoto wa kiume wa mwisho wa mzee Mashushu mwenye umri wa miaka 19, alimuita Gamba huku akimpa 5. Jolly, vipi niambie? Anko, poa tu, shikamoo. Marhaba. Alafu Jolly, mbona leo umetoka mapema chuo? Anko, tulikuwa tuna mitihani, hivyo tumemaliza mapema tu, nikaona nirudi zangu nyumbani. Sio tena mzee ameniletea game PS5. Alafu anko, nilisahau kukwambia. Ameniletea hiyo game. Zote ni mpya. Okay, fresh. Anko, umemaliza kazi? Nataka nikakufunge na timu yako ile. Wewe mwenye kibonde anko, hujui. Sikiliza. Kuna majani hapa nataka kuyanywesha nini maji kule bustanini kule nyuma. Afu nikimaliza mimi nitakuja, tutakuja kucheza game. Sawa anko, nakusubiri basi. Jolly aliondoka na kumfanya Gamba tabasamu, kwani amekuwa akiishi na familia ya mzee Mashushu vizuri mno, na wamekuwa ni watu wanaopendana kiasi kwamba hata kama mgeni akija kwa mara ya kwanza hawezi kugundua kwamba Gamba ni mfanyakazi wa bustani ndani ya jumba hilo. Kijana Gamba alifanya kazi zake haraka ila kwa umakini mkubwa mno, na kisha kamaliza. Alipomaliza alirudi kwenye jumba analoishi, akaoga pale na kubadili nguo za kazi. Alivaa nguo za kawaida na kisha kijana Gamba akaelekea katika chumba maalum cha michezo ya video, yani video games, kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili ya Jolly na marafiki zake pale wanapokuja kumtembelea, kwani Jolly ni mtoto wa mwisho wa mzee Mashushu kati ya watoto 3, huku wawili wakiwa na watoto wa kike, huku wa kwanza akiishi Marekani akifanya kazi kwenye kampuni kubwa ya utengenezaji wa vifaa vya umeme, huku binti wa pili wa mzee Mashushu alikuwa akifanya kazi kwenye shirika lake binafsi la kuhudumia wanamama na watoto wasiojiweza linalofanya kazi ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Anko, tena bora umekuja. Nilikuwa napanga kikosi. Chukua padi anko. No, my say padi zake nzuri. Anko, nimeicheza jana usiku, nimeona kuna tofauti kati ya PS4 na hii PS5. Hii PS5 wameboresha vitu vingi, hususan graphics na vitu kama hivyo anko. Na okay, haina noma. Joel alitoa pale kichupa kidogo mfukoni mwake, akatoa pale kidonge kimoja, akakimeza na kukirudisha mfukoni kichupa hicho chenye vidonge vingi. Gamba alimtazama Joel ambaye maisha yake yamekuwa ni maisha ya kula vidonge ili apate nguvu. Oya, dogo, uko sawa kweli wewe? Anko, niko poa. Joel alizungumza hivyo huku akitabasamu. Anko, mimi nachukua the Blues JC. I know. Ni kama kawaida timu yangu ya Arsenal. Kweli bwana, walianza kucheza mchezo huo wa mpira huku kila mtu akijitahidi kuhakikisha anamfunga mwenzie. Mama Joel alionekana kufungua mlango wa chumba hicho kimya na akamtazama jinsi Joel alivyokuwa amejawa na furaha, kwani Gamba amekuwa ni mmoja wa watu ambao toka amefika kwenye nyumba hiyo wamempa Joel furaha mno na kumtoa kabisa kwenye maisha ya upweke anayotegemea dawa zake, maisha ambayo mpaka ameze dawa ndo anakuwa yuko sawa. Endapo akizikosa dawa hizo japo kwa siku 2, basi kuna uwezekano mkubwa mno kijana huyo Joel akaiaga dunia. Gamba amekuwa ni mtu ambaye anacheza naye michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa kikapu, ambapo katika jumba hilo kulikuwa kuna viwanja viwili, kimoja kikiwa ni cha tennis huku kingine kikiwa ni kiwanja cha kikapu. Yeah. Yes. Kelele za Joel zilimshtua mama yake kutoka kwenye dimbu la mawazo.
mawazo yaliyochanganyikana na furaha na huzuni, kwani wamezunguka hospitali zote kubwa duniani kuutibu ugonjwa huyu dogo Joel, ila wameshindwa, zaidi ya kupewa tu dawa ambazo anapaswa kuzitumia hadi pale atakapofikisha umri wa miaka 22, na baada ya hapo kuna uwezekano ugonjwa wake ukapona. Anko, nilisema mimi. Anko, mimi nilikwambia nitakufunga. Ona. Lukaku ameshakuweka. Anko, mimi noma. Joel alizidi kushangilia. Haya, ngoja nianzishe. Muda huo wanazungumza hivyo, mama Joel aliweza kufungua mlango taratibu na kuelekea chumbani kwake. Hayo hayakuwa makubaliano ya biashara zetu. Sijui umenielewa anachokizungumza. Mzee Mashushu alizungumza kuonekana yuko very serious, huku simu ikiwa iko sikioni mwake. Hebu nisikilize. Hata kama unanijua vizuri, umenielewa? Kwenye masuala ya pesa sihitaji upumbavu. Umeletewa mzigo ukiwa umekamilika. Sasa hizo janja zako ndo sizitaki kuzisikia. Mzee Mashushu akakata simu hiyo huku akiwa amefura kwa hasira. Mme wangu, nini tena? Si hawa wa Russia wamepelekewa mzigo na vijana, alafu wanasema mzigo uko pungufu. Wanaletea upuuzi mimi. Mambo gani ya kishamba? Ila mume wangu jamani, mimi naona kwamba hii biashara ni bora tu kaachana nayo. Na istoshe mume wangu, unaingia kwenye mambo ya siasa. Sasa hivi tuna kila kitu ambacho kinaweza kutufanya kuishi vile tutakavyo. Mbona sasa unaendelea kung'ang'ania hiyo biashara? Hebu nisikilize mke wangu. Nisikilize kwa makini. Mali na kila kitu kimetokana na hii biashara, na mimi nimerithi kutoka kwa wazazi wangu, hivyo siwezi kuiacha. Namwomba Mungu amsaidie huyu mtoto Joel, hali yake ikae sawa, ili nimtambulishe kwenye hii biashara, kwa sababu yeye ndo dume langu na anapaswa kuanza pale nitakapoweza kuishia mimi. Mke wa Mashushu kwanza alishusha pumzi taratibu. Ila mme wangu, hebu uwe makini. Naamini na natambua kwamba wale wa Russia ni watu wa hatari mno. Usijali mke wangu, ninatoka, kuna watu nakwenda kukutana nao. Lakini usichelewe basi kurudi mme wangu, wala hata usijali kwenye hilo. Msikilizaji, Mzee Mashushu alimbusu mke wake mdomoni na kisha akatoka chumbani kwake. Akamfungulia pale mlango na gari yake kifahari aina BM pamoja na mlinzi wake, na kisha akaondoka nyumbani hapo akiwa ameongozana na gari nyingine 2 zilizokuwa zimebeba walinzi wake binafsi, kwani yeye na familia yake ni wanalindwa na walinzi wenye mafunzo ya hali ya juu mno. Don Mashushu, tunaelekea wapi kwani? Tunaelekea nyumbani kwa Don Rafael. Sawa mkuu. Mkuu, naweza nikakuuliza? Mlinzi binafsi wa Mashushu aliyekuwa amekaa pembeni ya dereva alizungumza hivyo, na ndipo Mashushu akamwambia uliza tu. Mkuu, yule kijana wako wa kazi ni wapi umemtoa yule? Nani unamzungumzia? Gamba? Ndio Gamba. Mke wangu alimtoa kijijini kwao huko. Ni mtendaji mzuri sana wa kazi. Lakini mkuu, je, yule Gamba anafahamu juu ya hizi biashara zetu tunazozifanya? Atambui chochote na kamwe hawezi kutambua. Kama mwanangu tu yeye mwenyewe hajui chochote, sembuse yeye kibaraka tu pale nyumbani. Mke wangu peke yangu ndani ile nyumba ndiye anayejua, kwa sababu yeye ndiye msiri wangu, na nilikuwa naye toka tupo wadogo shule za msingi, na aliweza kushuhudia panda shuka zangu
kwenye hizi biashara? Nataka kujua, kwa nini umeniuliza hilo swali? Mimi bwana bosi, sikufichi. Mimi yule jamaa pale ndani simwamini hata kidogo. Ondoa shaka. Usiwe na hofu naye kabisa, kwa maana nimemfanyia upelelezi wa kina na yule dogo hana shida yoyote. Sawa mkuu. Naam, wakafika katika jumba kubwa la kifahari la huyo rafiki yake wa karibu ambaye toka utotoni wamekuwa katika biashara zao nyingi tu. Rafiki yake huyo akamkaribisha, akamwambia, bwana karibu sana kaka. Nashukuru sana. Mbona kama uso wako unaonekana kuwa una hasira sana? Hujakosea ndugu yangu. Unajua nimepokea simu kutoka Russia. Wanasema mzigo umefika pungufu. Jambo ambalo siku zote unatambua kazi zangu hazijawahi kufanyika chini ya kiwango. Sasa unajua hapo inabidi tuanze kufuatilia mwenendo mzima. Inawezekana mzigo umepunguzwa wakati ulipokuwa unasafirishwa. Sasa pesa yangu wameishikilia, wanahitaji mzigo mzima. Hivi wanaona mimi kama vile ni mpuzi sana, si ndio? Hapana. Sikiliza Don Mashusho. Tuliza hasira. Tempo uliokuwa nayo itulize kwanza kaka. Kuna njia nyingi sana za kupata hiyo pesa. Kwa usalama au kwa njia za kishetani. Kwa hiyo tulia ndugu yangu. Hakuna kinachoshindikana. Relax. Nipatie whisky kidogo kwanza nishushe hii hasira nilionayo. Naam, Don Rafael alimimina kiasi cha pombe kali katika glasi ngumu mbili na taratibu wakaanza pale kunywa. Lakini nataka kujua Don Mashusho. Unataka kujua nini ndugu yangu Rafael? Hivi mpango wako wa kisiasa uko vipi? Mimi kutaka kuingia kwenye siasa, mpango wangu uko pale pale. Na najua unajua, endapo nikiingia serikalini, hizi biashara zetu zitazidi kwenda vizuri na hakutokuwa kuna wafuatiliaji. Biashara zitakuwa zinaenda vizuri kabisa. Ila ndugu yangu, naona kama utajiweka kwenye nafasi mbaya. Nafasi mbaya kivipi? Naona ukishaingia serikalini kwenye mambo ya siasa na hizi biashara zetu haramu hizi, naona kabisa kuna nafasi ya wewe kuandamwa na vyombo vya habari. Na kama unavyojua, vyombo vyetu hivi vya habari vinaweza kushikilia bango. Yaani vinashikilia bango kweli kweli ndugu yangu. Nisikilize Rafaeli. Najua sheria yetu ya wewe unaijua. Kila anaingia kwenye 18 basi tunamuua. Mwenendo utakuwa ndo huo huo. Nikishaingia serikalini, nikiona kuna waandishi wa habari wanaleta kamdomodomo, ni tunawafyeka. Naam, Mzee Mashusho alizungumza kwa msisitizo kiasi cha kumfanya mpaka Don Rafael wagonganishe pale glasi zao, ishara ya cheers, wakifurahia maisha na nguvu ya pesa walionayo. Kweli msikilizaji, nimeamini mwenye pesa sio mwenzio. Mama, nimealikwa bwana rafiki zangu. Joel alizungumza huku akiwa amemaliza kujiandaa. We mtoto wewe, hiyo sherehe ya huyo rafiki yako inafanyika wapi kwani? Mama, inafanyika kwao Mbezi Mwisho, ndio inapofanyikia. Basi inabidi uende na walinzi wako. Mama, unajua mimi sipendi maisha ya kuandamana na hao walevi, sijui walinzi wenu hao bwana. Hebu nisikilize Joel mwanangu, na kusisitiza uende na hao walinzi. Hii ni kwa sababu ya usalama wako kijana wangu. Mama bwana, tunaishi Tanzania, hii nchi ina amani na upendo. Nisitoshe nipo kwenye gari, nani sasa atanidhuru mama? Hapo Joel
alichukua funguo ya gari lake na kuanza kutembea kuelekea nje. Mama, mimi nahitaji uhuru. Kwa sasa mimi ni mwanaume ambaye na girlfriend wangu mama. Una girlfriend? Ndiyo mama. Nipo chuo. Unahisi kwamba mimi nitakosa kuwa na msichana mama? Muda mwingine tunahitaji muda wa sisi kuwa wenyewe na sio kuongozana na hao walinzi wenu bwana. Haya, urudi lakini kabla ya saa 6 usiku. Sawa mama. I love you. Nakupenda pia mwanangu. Joel aliingia ndani ya gari yake. Ilikuwa ni Jeep Grande. Akaliendesha kwa kasi mno mpaka getini. Hapo ndipo alipomkuta Gamba. Alikuwa akizungumza na walinzi wengine. Anko Gamba. Joel aliita hivyo na ndipo Gamba alishtuka na kisha kamuuliza, Anko, wapi tena mbona mbio mbio? Anko, demu wangu leo birthday yake. Na wahi saa 1 hivi. Ndo sherehe inaanza. Saa 2 hivi nini? Fresh. Poa Anko, lakini kuwa makini kwa maana naona leo kama vile huna dereva huko mwenyewe. Anko sijali. Joel alipandisha kioo cha gari lake na kisha aliondoka. Oya kaka, wewe umeweza vipi kumzoea huyu dogo? Mlinzi mmoja ambaye ni wa getini aliuliza hilo swali. Yaani kwa nini unauliza hilo swali? Oya huyu dogo huyu mtoto wa bosi huyu anaonekana na dharau kinoma noma. Kwanza si hapa getini hajawahi kutusalimia. Yaani akiingia yeye maoni tu pom 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 kama hivi. Labda nyota zijaendana. Labda kweli ese. Basi wewe nyota yako imeendana na yule dogo. Yule dogo anadharau kinoma yani. Yaani watoto wa mabosi sijui anakuaje. Msikilizaji, upande wa pili kijana Joel alifika katika eneo alilokuwa amemwandalia mpenzi wake sherehe ya kuzaliwa kwake. Akaungana na marafiki zake ambao walikuwa wamemsaidia kuandaa sherehe hiyo ya kifahari. Sherehe hiyo ilianza baada ya mpenzi wake kufika eneo hilo akiwa ameongozana na rafiki zake 4 wa kike. Joel alimkaribisha mpenzi wake huyo na sherehe ikaanza, huku vinywaji vikiwa ni vya kumwaga. Chakula hususan nyama choma zilikuwa zimezagaa kwenye kila kona ya eneo hilo lenye bwawa kubwa la kuogelea. Joel alisimamisha pale mziki na watu wote wakawa wanamsikiliza. Akamsogelea mpenzi wake, alimvalisha pete ya uchumba ya gharama na kuwafanya wale waliokuwa wamealikwa pale wakawa wanashangilia kweli kweli. Asante baby, nakupenda. Glory alizungumza huku akimwagikwa na machozi ya furaha. Nakupenda pia mwanamke wangu mtarajiwa. Oya, pati iliendelea wanangu. Joel alizungumza kwa sauti na mziki ukaachiliwa. Shangwe likaendelea. Joel alitoa kibunda cha pesa na akaanza kumrushia Glory noti moja. Yaani msikilizaji, ukimwona Joel huyu kijana anavyochezea pesa, unaweza kusema kwamba katokea Katoro kule Geita Tanzania. Ni mtoto anachezea hera vibaya mno. Hizi mambo hizi hata Anko J masimulizi mapesa hawezi kuwa na pesa kama hizi. Dogo ni anachezea hela vibaya mno. Ndugu msikilizaji, noti zilirushwa pale, wakawafanya mpaka wapambe wa Glory wakawa wanasaidia kuokota zile hela unaambiwa. Oya, umemwona yule fala pale? Kijana mmoja mwenye asili ya Kihindi alikuwa amesimama kwenye chumba kimoja cha ghorofa hiyo ya hoteli ambapo ndo ilikuwa imefanyika birthday party hiyo. Umemwona yule fala pale? Ya, nimemwona mkuu. Sikilizeni, nahitaji yule dogo yule mshenzi yule mumteke kimya kwa sababu kamchukua demo wangu. Sasa nataka kumuonesha kwamba niko namna gani mapenzi yanauma. Yes, anajifanya ana hela. Mimi yule demo wangu afu naumia. Mkamateni kimya. Sawa mkuu. Kazi imeisha. Si yule boy yule anayerusha hela pale. Kijana huyu wa Kihindi alitoa simu yake mfukoni na kuwaonesha wanaume hao 4 picha ya Joel. Wale vijana 4 wakatingisha kichwa kimaanisha kwamba wameelewa. Basi wale vijana 4 wakatawanyika wakaingia katika hiyo sherehe, wakaanza kumfuatilia Joel hatua hadi hatua ili utakapopata tuka upenyo wamteke bila mtu yote kuweza kugundua chochote.
Bwana, safari ya huu mzigo wetu wa Hitman Driver, simulizi pendwa, ndo imeanza hivyo. Visa, visasi, mikasa, mauaji na vitu ambavyo vitatawala sana kwenye hii simulizi. Je, watu hao watafanikiwa kumteka kijana Joel? Na je, wanafahamu chochote kuhusiana na nguvu alionayo baba yake na Joel? Baby, mimi na hamu bwana, na hamu mwenzio. Joel alimnong'oneza mpenzi wake Glory sikioni. Baby, kwani umechukua room? Hapana baby. Unajua hoteli hii ni ya baba. Kwa hiyo nikichukua room hapa baba atazingua. Na hata nikodisha tena hapa. Kwa hiyo nimemtuma rafiki yangu afanye hivyo. Bas baby, twende kwingine. Japo baby, sherehe yangu bwana unajua haijaisha mwenzio. Glory, sikiliza Glory. Usijali. Tunaenda alafu kisha tunarudi. Mimi sina la kusema mpenzi wangu. Naam, Joel na Glory waliondoka hotelini hapo na kuwafanya sasa wale watekaji waliokuwa wamepewa jukumu la kwenda kumteka kijana Joel walianza kumfuatilia kwa ukaribu. Taratibu kijana Joel alianza kuyachezea lalala za Glory, huku mkono mmoja akiwa anaendesha gari. Sio jana vijana, huku anaendesha gari, huku mkono mmoja amepeleka kwenye saa sita za Glory, alikuwa anazishika. Bwana baby, tuko barabarani. Na kidogo tu bwana. Baby, angalia bwana usije ukagonga. Unanitekenya. Glory alikuwa anazungumza kwa sauti iliyojaa mahaba na kumfanya kijana Joel ilibidi apunguze kwanza mwendo wa gari. Akalisimamisha gari pembeni. Alisimamisha pembeni ya barabara. Barabara ambayo ilikuwa haina magari mengi. Laiti kijana Joel angejua kuna watu nyuma walikuwa wanamfuatilia, asingesimamisha hili gari. Baby, unajua nimeshindwa kuvumilia bwana wenzako bwana. Nashindwa, yani hamu kweli na wewe. Joel alizungumza huku akilaza siti ya Glory. Kutokana na kwamba sio mara yao ya kwanza kudinyana ndani ya gari, Glory hakuona hiana yoyote zaidi ya kubaliana na kile ambacho mpenzi wake Joel alikuwa anakihitaji. Oya mkuu, wamesimama wale. Oya faster, funikeni sura zenu. Wa kila mmoja avae maski yake usoni. Kiongozi wa watekaji hao alizungumza kwa kuwaamrisha kikosi chake kila mmoja afunike sura yake kwa maski. Wakapunguza mwendo wa gari yao, wakaenda kuisimamisha gari nyuma ya gari ya kijana Joel. Wakashuka wale vijana wanne, wakamwacha dereva ndani ya gari. Wanne vijana hao walioshuka, kila mmoja alikuwa ameshika bastola mkononi mwake. Wawili wakazunguka upande wa Joel, huku mmoja akizunguka upande aliokuwa amekaa Glory. Kwa kutumia kitako cha bunduki, wakavunja kioo cha upande wa gari ambapo yupo kijana Joel. Kwa haraka sana wakafungua mlango, wakamtoa Joel ambaye tayari alikuwa ameshavua suruali yake mshikaji kwa ajili ya kudinyana. Nyi walimwengu, kuna muda unakukatisha utamu pale ambapo unahitaji utamu. Hakuna kitu kinauma msikilizaji, muda ambao unataka kudinyana alafu usikie nje watu wanapiga hodi. Hodi, jirani upo humu ndani? Hii kitu waga inakata kweli msikilizaji. Huwezi kunielewa kama hujaishi kwenye nyumba za kupanga. Lakini hata kama uoneishi kwenye nyumba yako, imagine uko na mpenzi wako mnataka kudinyana, unasikia huko nje ndugu zako wamekuja. Sembuse huyu kijana Joel ambaye anataka kudinyana alafu anatekwa. Unaambiwa msikilizaji, kwanza hamu zote zinaisha. Kama chorolo lilisimama unaambiwa yote na nywea inakuwa doro. Kwa kutumia kitambaa chenye dawa ambayo ni ya usingizi, wakampachika kijana Joel kitambaa hicho puani. Zile purukushani za kijana Joel kuleta ubishi asitekwe na wale watekaji zikaishia hapo, kwa sababu kile kitambaa kilikuwa kina dawa ya usingizi. Kijana Joel alijikuta ananyong'onyea kabisa. Wakamwingiza ndani ya gari walilokuwa wamekuja nayo, ilikuwa ni gari aina ya Toyota Alphard. Wakamwingiza Glory ndani ya gari, huku naye akitulizwa kwa kuwekwa kitambaa chenye dawa ya usingizi. Kwa kiufupi, waliwateka wote wawili, Joel pamoja na mpenzi wake. Oya, endesha gari mwanangu, tukaitelekeze huko.
Mmoja wa watekaji alimwambia mwenzake mmoja, akakimbilia kwenye gari ya kijana Joel, akafunga pale milango, wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi. Kwa hiyo hapa wakaondoka na magari mawili. Wakaondoka na gari yao Alphard, wakaondoka na ile gari ya kijana Joel kwa ajili ya kwenda kuitelekeza. Basi bwana, wakafika kwenye moja ya msitu Mbezi Luis huko, wakaitelekeza ile gari ya kijana Joel. Na aliyeiendesha hiyo gari akaingia kwenye gari la wenzao, hii gari Alphard, wakatoka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Unaambiwa hii Alphard ilikuwa inaendeshwa kwa mwendo mkali vibaya mno. Wanatoka kabisa, wanaenda pembezoni mwa mji. Msikilizaji, upande wa pili, mama yake na kijana Joel alionekana kushusha pumzi taratibu, akaweka kando kitabu cha President. Kitabu hiki alikuwa anakisoma, kilichokuwa kimeandikwa kwamba mwandishi ni Edazaria Msulwa. Mwanamama huyu alivuta miwani yake, akatazama saa ya ukutani. Mwanamama huyu alikuwa yuko ndani ya chumba chake. Kwanza alishusha pumzi taratibu, akachukua simu yake, akapiga namba ya mtoto wake Joel. Iliita kwa mara kadhaa mpaka inakatika. Akarudia tena kupiga mara ya pili, ila simu ya mtoto wake haikupokelewa. Mama huyu akajiuliza, saa hizi saa 5, Joel hajarudi nyumbani. Mama huyu alizungumza kimoyomoyo, asijue kwamba tayari kijana wake ametekwa. Mama huyu alinyanyuka, akikinyanyua kile kitabu hiko na akaanza kukisoma, ila hazikupita dakika 2 akakiweka tena pembeni hiki kitabu. Akasimama mara baada ya kusikia mgurumo wa gari nje. Akafungua dirisha la chumbani kwake, chumba ambacho kipo gorofani. Akatazama nje, akajua labda ni gari ya mtoto wake Joel. Kumbe bwana, gari ni ya mume wake. Tena zilikuwa ni gari 3 zinaingia. Huyu mama kwanza alishusha pumzi, alikuwa na wasiwasi atamueleza nini mumewe. Mlango chumbani kwake sio ukafunguliwa, na ndipo mzee Mashushu akaingia pale. Mke wangu, hujalala mpaka sasa hivi mke wangu? Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya kilevi, huku akimsogelea mke wake na akambusu shavuni. Namsubiria mtoto wetu Joel. Kwani amekwenda wapi usiku wote huu? Aliniaga kwamba anakwenda kwenye birthday sijui ya mpenzi wake. Joel bana, na mawenge yake amepata mwanamke safi sana. Hii inamaanisha kwamba na mtoto lijali. Haja left group. Mume wangu, kwani hata wewe si ulikuwa una mawenge kama ya kwako na ukanipata? Ila bwana, huyu mtoto wangu Joel bwana, mawenge yake mezidi sana. Lakini mume wangu, unajua mimi napata wasiwasi kwa sababu Joel ametoka bila ya walinzi. Bila ya walinzi? Kwa nini katoka bila walinzi? Hapo kidogo pombe zikaanza kumtoka mzee Mashushu. Ni kwa sababu amesema ni birthday ya mpenzi wake na hakutaka walinzi. Mzee Mashushu akakaa kwenye sofa na kisha akatoa simu katika mfuko wa koti lake la suti alilokuwa amevaa. Akaitafuta namba ya kijana wake Joel, akaipiga. Simu iliita mpaka ikakata. Sasa mbona hapokei simu? Mzee Mashushu alizungumza huku akiitazama simu yake. Hata mimi nimeipiga namba yake, ila haipokelewi. Kijana yule atakuwa anayefurahia maisha. Mke wangu, acha kwanza nioge. Ikifika saa 6 hajarudi utaniambia. Sawa mme wangu. Mzee Mashushu alivua nguo yake moja baada nyingine na kisha kaingia zake bafuni kama alivyozaliwa. Baada ya muda akatoka bafuni akiwa amemaliza kuoga, huku kiunoni mwake akiwa amejifunga taulo. Mke wangu, nipe basi hata kimoja cha kulalia. Baba Joel, mwanangu hajarudi. Hiyo hamu mimi ya kufanya mapenzi naitolea wapi? Mke wangu, Joel ameshakuwa dume la mbegu. Utakuta huko anaenjoy mwana. Wewe hapo umejawa na wasiwasi mke wangu. Nipe bwana mke wangu.
Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa na Tomasa mke wake na nini. Yaani unamjua vizuri. Bana niache bana mume wangu. Mama Joel alilalamika, ila alizidiwa kwa hisia. Alijikuta analazwa kitandani na Mzee Mashushu, na ndipo taratibu walianza mtanange wa kiutu uzima. Mwendo wa taratibu, mwendo wa kobe, wakadinyana. Msikilizaji, kijana Gamba alionekana kufungua dirisha la chumbani kwake ambalo anaona eneo yanaposimama magari ya hiyo nyumba. Kijana Gamba akasa, mbona gari ya dogo aliondoka nayo hajarudi? Gamba alijiuliza huku akiwa na wasiwasi. Akachukua simu yake kitochi, akakitazama. Ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 6 za usiku kasoro dakika 5. Gamba akashuka kitandani, akavaa t-shirt yake, akatoka nje, akaenda kuwafuata walinzi wa getini pale. Wale walinzi wakamsalimia, kaka vipi? Gamba akasema, oya fresh, oya nyi, mtoto wa bosi hajarudi mjue. Walinzi wakasema, hajarudi. Vipi? Oya nyi, sio kawaida. Mtoto wa bosi hajawahi kuchelewa kurudi hivi. Gamba huwezi jua bwana, labda atakuwa kanogewa huko na sherehe. Alisema anaenda kwenye sherehe. Walinzi walijibu simple kabisa, lakini Gamba akafungua pale geti dogo, akatoka nje, akatazama barabara ya lami iliyokuwa imenyoka. Hapakuwa na gari lolote linalopita katika barabara hiyo ya mtaa wenye majumba ya kifahari na majumba wanayoishi watu wenye pesa nyingi mno. Kijana huyu Gamba ilibidi arudi ndani, lakini moyo wake ulikuwa na wasiwasi mno. Kwa nini mpaka sasa hivi mtoto wa bosi hajarudi? Oya Gamba, si una namba yake, mpigie. Ila sasa simu yangu haina salio. Mpigie, mimi kwangu hapa ina salio. Hapana, yule dogo apokeagi namba mpya. Sikiliza, kama una salio wewe niunge kwenye simu yangu 500, mimi nampigia kwenye simu yangu atapokea. Haina noma kaka. Mlinzi mmoja akamuunganisha Gamba kifurushi cha shilingi 500 cha kupiga. Gamba akapiga namba ya Joel. Simu iliendelea kuita pasipo kupokelewa. Wewe huyu dogo apokee simu. Tulia mwanangu, mtoto akishua huyo, akiona nini atakushtua. Sawa. Gamba akarudi chumbani kwake, ila kengele ya hatari iliendelea kugonga kwa nguvu mno kichwani mwake. Kila alipojaribu kufumba macho yake kutafuta usingizi uliokuwa umekatika, ila hakuweza kabisa kulala, zaidi ya kujikuta tu anajigeuza pale kitandani. Naam, msikilizaji, huku ndani, mke wangu, unajua utamu wako bwana, yaani hauishi mke wangu, unazeeka na utamu wako. Mzee Mashushu alizungumza kwa kihema mara baada ya kumaliza mtanange huo uliokuwa umechukua kama dakika 25 hivi. Asante mme wangu. Mama Joel akaingia bafuni, alienda kuoga na kisha akarudi, huku macho yake akiyatupia kwenye saa ya ukutani. Ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 6:30 za usiku. Baba Joel, kiukweli mimi na wasiwasi. Hadi sasa hivi saa 6:30 mtoto wetu bado hajarudi. Mzee Mashushu aliyekuwa ameanza kupitiwa na usingizi alijigeuza na kutazama saa ukutani. Ebuni, naomba kwanza simu yangu. Mama Joel alichukua simu ya mumewe iliyopo mezani na kisha akapiga namba ya Joel. Simu iliendelea kuita pasipo kupokelewa. Kwani huyu kijana wetu alikwambia anakwenda wapi? Aliniambia anakwenda Mbezi Mwisho. Mbezi Mwisho kwa kina nani? Aliniambia tu kwa rafiki zake, ila sijajua ni kwa kina nani. Hapo hali ya hatari ilianza kupiga kichwani kwa Mzee Mashushu, ambaye japo wamempa mtoto wao uhuru wa maisha, ila sio mtu wa kutokupokea simu kwa wakati mrefu. Mke wangu, hebu kwanza nitolee nguo. Mama Joel akafungua kabati na kutoa suruali pamoja na t-shirt. Mzee Mashushu akavaa haraka.
naenda kumuuliza Gamba. Anaweza akaniambia ni wapi alipo. Sawa mume wangu, au tuwapigie simu polisi? Polisi wafanye nini? Ni watu ambao wazembe. Mimi nina watu wangu kila sehemu hii ya nchi. Polisi wa kazi gani mke wangu? Kama nikihitaji kuwapigia simu polisi, nitampigia mimi mwenyewe IGP. Sawa, wewe mke wangu tulia. Acha kuwa na wasiwasi. Sawa mume wangu. Mzee Mashushu alitoka ndani ya chumba chake na akatoka nje akaenda kumgongea Gamba. Gamba ambaye kwa haraka ilibidi aitikie na akatoka nje. Gamba, hivi hujalala mpaka saizi? Hapana mzee, sijalala. Nani? Huyu kijana wangu Joel alikuaga? Ndiyo mzee. Aliniaga, alisema kwamba anakwenda kwenye sherehe ya rafiki yake. Alitoka muda gani hapa nyumbani? Kwenye majira ya 1 hivi kasoro. Mimi na mama yake huko ndani tunampigia simu lakini hapokei. Hata mimi mzee nimejaribu sana kufanya hivyo mzee, ila hapokei simu. Sasa simu yake atakuwa ameacha wapi ndani? Sijajua baba, sijajua. Hapo mzee Mashushu alitafuta namba ya kiongozi wa genge lake la siri linaloitwa Mamba Squad. Akapiga hatua kadhaa kutoka sehemu alipokuwa amesimama kijana Gamba. Mkuu, hebu nisikilizeni. Kijana wangu leo alikuwa maeneo ya huko kwenu. Hebu fanyeni uchunguzi mnipatie jibu, kwa sababu alikuja kwenye sherehe ya birthday. Sawa mkuu, tupe dakika kadhaa. Okay, nashukuru. Hapo mzee Mashushu akakata hii simu. Sasa Gamba. Ndiyo mzee. Ngoja tusikilizie hii simu, itatupatia mwongozo kujua nini cha kufanya. Sawa mkuu. Wakasubiria na ndani ya dakika 5 simu ya mzee Mashushu ikaanza kuita. Yes, hello. Mkuu, vijana wangu wanasema wamemwona kijana wako kwenye hoteli yako. Alikuwa na rafiki zake wakifanya sherehe. Kwani hiyo sherehe mpaka saizi bado ipo? Ndiyo, sherehe inaendelea. Pumbavu. Mimi nakuja huko. Sawa mkuu. Hapo mzee Mashushu akakata simu. Hivi Gamba, walinzi wamesha kwenda kulala. We Gamba, unaweza kuendesha gari? Mzee naweza. Hebu kamwambie mama kule akupe funguo ya hiyo Range Rover nyeupe. Sawa. Kweli Gamba aliingia ndani na kumgongea mama Joel. Akamwambia mama, nimeagizwa funguo ya Range Rover ile nyeupe. Baada ya dakika 2 mama Joel akatoka pale huku akiwa amevalia suruali na t-shirt, huku chini akiwa amevalia raba. Akasema na mimi nakwenda, hebu twende. Mama Joel alizungumza huku akimpita Gamba na kuelekea nje. Wewe mke wangu, vipi na wewe? Mume wangu, na mimi nataka kwenda huko mnapokwenda. Hebu kaa ndani. Joel yupo hotelini kwetu. Yuko na marafiki zake wanafanya sherehe hapo. Sasa wewe wasiwasi wa nini? Lakini mume wangu, wewe ni usiku sasa hivi. Na ukitegemea walinzi wa barabarani wamesha kwenda majumbani kujipumzisha. Mimi natoka na Gamba. Siwezi kuendesha, kichwa changu kina pombe nyingi sana. Hebu rudi ndani bwana. Mama Joel ikambidi kuwa mpole, kwa maana anaelewa uhatari wa kutembea na mume wake bila ya walinzi. Basi nawaomba muwe makini. Usijali mke wangu, nenda ndani kapumzike. Mama Joel alimbusu mumewe shavuni. Waliingia ndani ya gari na taratibu Gamba kaendesha gari hilo mpaka getini. Nyenyi walinzi, sikilizeni. Sawa? Hakikisheni ulinzi unaimarika, na kama kijana akirudi hapa, hebu nipigieni simu mara moja. Sawa mkuu. Mzee Mashushu akapandisha kioo cha gari. Safari ikaanza huku kimya ukiwa umetawala ndani ya hiyo gari. Gamba. Naam mzee wangu.
wewe umejifunzia wapi kuendesha gari? Uncle Joel amenifundisha, mzee wangu amenifundisha. Oh, unajua nimeshangaa kwa sababu niliwahi kukuona mara moja unaendesha gari ya Joel kwenye maegesho, ulikuwa unaegesha. Ni kweli mzee wangu, kuna siku kadhaa tulikuwa tunaenda sehemu ananifundisha, na nashukuru Mungu kichwa changu chepesi sana mzee kwa kushika mambo. Sawa sawa. Unaijua ile hoteli yetu? Mzee naijua. Sasa twende kule kwenye ile hoteli. Kijana huyu Gamba aliendesha gari hilo la kifahari la bosi wake mpaka wakafika katika hoteli yake kifahari ya nyota 5 iliyopo Mbezi Mwisho. Wafanyakazi wake pale walimkaribisha kwa heshima. Karibu sana bosi, karibu bosi. Shukrani sana. Mdogo wenu nasikia yuko hapa anafanya birthday. Wanafanya wapi hiyo party? Mkuu, wapo kule garden kule. Wakaelekea mpaka eneo la wazi lenye swimming pool na wakawaona marafiki wa Joel wakiendelea kufurahia maisha. Kwa hizi kelele, I say, tungepiga simu mpaka asubuhi. Asingeweza kusikia. Alafu we meneja, hizi kelele hizi haziwasumbui wateja huko mavyumbani? Maana naona hawa hii party yao wamegeuza kama disco. Bosi, tumewaambia waweke mode ya soundproof kwenye vyumba vyao, hivyo hawasikii chochote kinachoendelea huko nje bosi. Msiniambie mmempa Joel hili eneo bure. Hata kama mimi ni baba yake, anapaswa hapa kulipia. Hapana bosi, hapa amepagodisha, sio yeye. Sawa sawa. Mzee Mashushu aliendelea pale kuangaza macho kumtafuta kijana wake, lakini cha ajabu hakumwona Joel. Gamba, huenda mi macho kidogo yanauze. Hebu nenda kaangalia yale maeneo pale, kaangaze pale kwenye kiza. Gamba akaelekea maeneo yenye mwanga hafifu, ila hakumwona Joel, zaidi tu ya marafiki wa Joel wakiwa na wapenzi wao. Oya Johnny, njoo. Kaka Gamba, shikamoo. Marahaba John. John ni rafiki wa karibu wa Joel. Aliitikia kwa kushtuka huku akiacha kumpiga mabusu rafiki yake huyo wa kike. Sikiliza John, umemwona Joel hapa? Kaka Gamba, Joel tulikuwa naye lakini aliondoka kama masaa 3 hivi. Aliondoka na mpenzi wake yule Glory. Wameenda wapi? Kwa kweli hawajatuambia wameenda wapi. Okay, poa. Hapo Gamba ilibidi arudi sehemu alipokuwa amesimama mzee Mashushu pamoja na meneja wa hiyo hoteli. Gamba akasema, mzee, nimemuuliza pale rafiki yake na Joel. Amesema kwamba Joel aliondoka na mpenzi wake Glory. We meneja, Joel hajachukua room hapa kwako hapa hotelini? Bosi, sidhani, ila tunaweza tukacheki kwenye list ya wateja. Naam, kweli wakaelekea mpaka mapokezi na wakatazama list ya wateja katika kompyuta, ila hapakuwa na jina la Joel. Mzee, mimi na wazo. Gamba, zungumza tu, una wazo gani? Mzee wangu, unaonaje tukaangalia CCTV kamera ili kujua huyo Glory anafanaje, ili kama ni kupatafuta kwao basi we ni rahisi. Ni kweli Gamba, hilo wazo zuri sana. Naam, wakielekea kwenye chumba kikubwa chenye TV 10 za inchi 65 zenye kamera nyingi za hoteli hiyo inayorekodiwa kila tukio. Vijana 4 waliomo katika chumba hiko wakaanza kuonesha video jinsi kijana Joel alivyoingia hotelini hapo na akiwa na marafiki zake. Mzee Mashushu akatazamana na Gamba walipoona tukio la Joel kumvisha pete ya uchumba mpenzi wake huyo Glory. Oya, hebu simamisha hapo kwenye hiyo kamera, simamisha kidogo. Gamba alizungumza na kijana anayeongoza zile kamera, akaweka pause pale kwenye video. Gamba
akawatazama wanaume watatu ambao walionekana wanaingia katika hiyo sherehe, huku wote wakionyesha wako na umakini wa hali ya juu na walikuwa wakimtazama Joel. Gamba akamwambia huyu kijana wa kamera, akamwambia endelea kuplay hiyo kamera. Gamba alizungumza huku macho yake yanafuatilia nyenendo za wale watu watatu wanaoonekana kwenye ile video. Wakawashuhudia wale watu watatu wakitoka ndani ya ile hoteli mara baada ya Joel na mpenzi wake Glory kutoka katika ile hoteli. Gamba akatazama namba za gari waliokuwa wameingia nayo hawa watu watatu. Hawa watu watatu ambao walikuwa wamevalia kitanashati kiasi kwamba wote waliomo ndani ya chumba hicho, hadi mzee Mashushu mwenyewe hakuwafuatilia, yani hawakuwafikiria vibaya wale watu watatu, zaidi ya Gamba peke yake, ambaye nafsi yake Gamba ilikuwa nahisi wale wanaume watatu ni watu hatari mno. Na wale watatu walionekana wanaondoka mara baada ya dakika 2 tu baada ya kijana Joel na mpenzi wake kuondoka pale hotelini, na hapo ndipo wale vijana watatu nao pia wakawa wanatoka pale hotelini. Hiyo ilionyesha ishara tosha kabisa hao jamaa watatu walikuwa wanamfuatilia kijana Joel. Kwa nini kijana Joel atoke pale hotelini alafu mara baada ya dakika 2 na wao wakatoka na gari yao? Bwana, mambo yanazidi kuwa matamu. Joel na mpenzi wake Glory wametekwa na watu wasiojulikana. Ni wapi wanapelekwa na itakuwaje? Lakini kijana Gamba wasiwasi unamjaa. Anaanza kuatilia mashaka watu watatu walikuwa wanamfuatilia Joel. Je, unahisi nini kitatokea? Naam, mzee Mashushu alipiga picha ya Joel pamoja na Glory wakiwa pamoja, na kisha wakatoka hiko ndani cha kutazamia CCTV kamera. Mimi ninawatumia vijana wangu picha, wataweza kunisaidia kumtafuta na kujua ni hoteli gani atakuwepo, kwa maana walivyotoka hawa wanaonekana wanakwenda kulala. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa ameongozana na meneja pamoja na Gamba. Mzee, kama utojali, mimi naweza kwenda kumuuliza rafiki yake na anaweza akatueleza nyumbani kwa wazazi wa Glory. Ni kweli, hebu shughulikia hilo Gamba. Sawa mzee. Naam. Gamba akaelekea moja kwa moja eneo inapoendelea shughuli ya siku ya kuzaliwa ya Glory, japo wahusika hawapo, ila waalikwa walikuwa wanaendelea kula, kunywa na kufurahi. Gamba akamuita tena yule kijana John. Oya John, njoo. John, unapafahamu nyumbani kwa kina Glory? Kaka napajua. Unaweza kutupeleka kwa sababu Joel hapokei simu zetu. Nimekuja na babake Joel. Sawa kaka, basi sawa, haina shida. John alikubali japo kishingo upande, kwa maana anaachana na starehe anazozipata hotelini hapo na anaamua kwenda kumsaidia Gamba. Shikamoo. John alimsalimia mzee Mashushu. Marahaba kijana. We kijana, sura yako sio ngeni. Ni kweli baba, mimi nasoma chuo kimoja na Joel. Okay sawa, tupeleke nyumbani kwa huyo nani sijui huyo. Glory. Huyo. We anaishi wapi? Anaishi Kimarasuka. Aya, twende. Waliingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo, huku mzee Mashushu kwa mara kadhaa alikuwa akijaribu kupiga namba ya simu ya Joel, ila ilikuwa inaita bila kupokelewa. Joel na huyo msichana wana mahusiano ya muda gani? Mzee Mashushu aliuliza huku akimgeukia John aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. Wana kama mwaka hivi na nusu. Kwa hiyo mnafichiana siri? Hapo John alipata kigugumizi cha kuzungumza. Wadogo, tumefika hapa, tunaingia wapi? Tuzunguke, ni upande ule pale wa pili ule wa barabara. John alionyesha njia ya kupita na wakafuata maelekezo yake hadi wakafika nyumbani kwa wazazi wa Glory. Hebu pigeni honi hapo. Mzee Mashushu alizungumza na Gamba kati. Mlango wa nyumba hiyo, nyumba ni ya kawaida tu, mlango kafunguliwa, akatoka pale mzee. Yule pale aliyotoka pale ni babake na Glory.
John alizungumza hivyo na ndipo mzee Mashushu akawa wa kwanza kushuka. Aliposhuka alienda kumsalimia baba yake na Glory kwa kumwambia, mzee mwenzangu, habari yako bwana. Mzee Mashushu alianza kuzungumza huku akizunguka upande ulipokuwa mlango wa nyumba hiyo. Babake na Glory akasema, salama tu, habari yako? Nzuri sana bwana, samahani mzee mwenzangu, tumekusumbua usiku kama huu. Mimi ni baba mzazi wa kijana mmoja hivi anaitwa Joel. Joel. Karibu sana bwana. Baba Glory alizungumza huku akiwa na tabasamu. Nashukuru sana. Kijana wangu bwana aliondoka na binti yako. Je, kuna mawasiliano yoyote mliyafanya kati ya masaa haya matatu nyuma? Kusema ule kweli nisiwe mwongo, sijafanya nao mawasiliano kwa kweli, kwa sababu binti yangu aliniaga kwamba leo ni sherehe yake, hivyo atakuwa pamoja na Joel kwenye hiyo sherehe. Okay, sawa sawa. Kwa maana nimejaribu kumpigia kijana wangu simu lakini simu haipokelewi. Basi ngoja mimi nimpigie Glory. Baba Glory aliingia ndani na baada ya muda akatoka akiwa na simu mkononi. Aliipiga simu ya binti yake ila nayo pia haikupokelewa. Naona hapa binti yangu naye apokei. Basi tubadilishane namba mzee mwenzangu, na kama kutoka kuna chochote kitakachotokea basi tusisite kufahamishana. Sawa mzee mwenzangu, haina shida. Wakabadilishana namba. Mzee Mashushu akarudi ndani ya gari na wakaondoka eneo hilo. Wakamrudisha John kwenye sherehe walipokuwa wamemtoa. Wewe kijana. Ndio baba. Endapo huyu mpumbavu mwenzenu akikupigia simu, mumwambieni nimekasirika. Na Mzee Mashushu alikatisha sentensi yake huku akimtazama John. Alikuwa ameshuka ndani ya gari. Gamba, hebu tuondoke. Taratibu wakaondoka hotelini hapo, huku Gamba akili yake ikifanya kazi kwa kasi kama vile kompyuta. Mzee, mimi kidogo nina mashaka mzee wangu. Gamba, una mashaka gani? Ile gari ile ambayo iliondoka pale hotelini dakika 2 tu kabla ya kuondoka kidogo, ile gari mili nipa mashaka kwa sababu wale watu waliokuwa ndani ya lile gari walitoka ndani ya sherehe ya Joel. Hivyo waliondoka kwa kuifuatilia gari ya Joel, na wanaonesha ni watu ambao walikuwa na shida na Joel. Unazungumzia wale masharobalo au? Utakuta ni wajinga zake na Joel. Unajua mimi sijamfuatilia Joel kwa kipindi kidogo kirefu. Unakuta naye ameanzisha vijikundi vyake na Mzee Mashushu alikatisha sentensi yake na kisha akapokea simu yake mkononi. Vipi baba Joel? Umempata? Mzee Mashushu kwanza alishusha pumzi taratibu. Mke wangu, bado sijampata. Joel ameondoka na mchumba wake, sijui ameelekea hoteli gani. Na mwanao amekuwa ni kidume mpaka anamvalisha mwanamke pete bila kututambulisha. Au wewe amekutambulisha? Hapana, mimi hajanitambulisha bwana. Kwa hiyo hamjui wapi ni ameenda, si ndio? Ndio mke wangu. Dar es Salaam hapa kuna mahoteli mengi. Unahisi nitajua ni wapi alipo? Mimi saizi narudi kulala mpaka asubuhi. Kama bado hajarudi asubuhi basi tutatafuta utaratibu mwingine. Utakuta tunahangaika usiku huu. Kumbe mwanao kashikilia huko kiuno huko, alafu simu ya mpuzi kabisa huyu mtoto huyu. Mme wangu, mimi nafsi yangu mbona kama ina mashaka? Najua ni wasiwasi wako kama mama kwa sababu mwanao hajawahi kulala nje ya nyumba. Ila kama ungekuwa au kama angekuwa ameshawahi kulala nje, basi usingekuwa na wasiwasi. Sisi tunarudi bwana nyumbani, tumechoka kutembea usiku. Baba Joel, mbona hili jambo wewe unalichukulia kiurahisi namna hiyo? Sasa mke wangu, unataka mimi nifanyaje? Kidume kile kimekuwa kinavesha mpaka pete wa chumba. Nihangaika usiku kung'anga na kupita kwenye mahoteli kuangalia Joel amelala hoteli gani? Lakini mume wangu, wewe una watu wewe. Kwa nini usiwape namba ya Joel?
wakaitrack hiyo namba na wakajua ni wapi alipo mume wangu. Mbona unataka kufanya mambo kienyeji? Sawa, nimekuelewa mke wangu. Mzee Mashushu akakata pale simu. Kijana wangu Gamba, unajua hawa wanawake hawa bwana hawa, yaani linapokuja swala la watoto wanakuwa ni wasumbufu. Hasa kama kijana anavesha mpaka pete uchumba, ni mkubwa, anakula huko mzigo, mimi ananisumbua hapa usiku saizi. Mzee Mashushu alizungumza huku akitazama namba katika kitabu cha kumbukumbu katika simu yake. Aliipata namba ya IGP, akairudia, akaitazama kwa muda kidogo, na kisha akaitafuta namba ya RPC wa Dar es Salaam, akaipiga. Simu iliita kwa sekunde kadhaa na kisha ilipokelewa. Mzee, shikamoo. Marahaba, pole bwana, nimekuamsha. Hapana mzee, hujaniamsha, niko Dorias, unajua tena sisi hatulali bwana. Ni kweli kabisa. Sasa bwana, sikiliza RPC, mimi na shida moja, naomba unisaidie. Shida gani tena mzee wangu? Kijana wangu bwana, na kijana wangu wa kiume hadi majira haya hajarudi nyumbani kwangu, na nimejaribu sana kufuatilia. Alikuwa kwenye sherehe moja hivi kwenye hoteli yangu, ile hoteli yangu ya Mbezi Mwisho kule. Hivyo kama hutojali bwana RPC, hebu wapatie vijana wako waifuatilie simu yake, kwa sababu tunaipiga sana, simu haipokelewi. Najua ningelifanya mimi mwenyewe, ila nimeona ni vyema nikakushirikisha bwana RPC. Mzee wangu bwana, hakuna shaka, na umefanya vizuri sana kunishirikisha. Basi acha mimi nifuatilie kwa haraka na kisha nitakupatia majibu. Nashukuru sana. Naam. Hapo mzee Mashushu alikata simu. Walifika nyumbani kwake na geti likafunguliwa. Akaingia ndani. Simu ya mzee Mashushu ikaanza kuita kabla hata hawajashuka ndani ya gari. Mzee Mashushu akapokea ile simu na kisha akasema, RPC, nakusikia, ongea. Bwana, vijana wangu wameweza kufuatilia namba ya kijana wako. Ni kweli namba ikipigwa inaita. Inaonekana simu iko ndani ya gari la mtoto wako. Na hiyo gari inaonekana iko maeneo ya Mbezi Luis. Kuna poli kule moja. Na kweli gari inaonekana imetelekezwa, na dalili zinaonyesha kwamba kuna uhalifu uliotendeka, kwa sababu suruali ya kijana wako, viatu pamoja na nguo vimeachwa kwenye gari. Kwa itakuwa ni vyema kama ukija kujionea, kwa sababu na mimi pia ndo naelekea huko ambapo nimepewa hiyo ripoti. Okay. Sawa. Mzee Mashushu alipatwa na kigugumizi cha ghafla. Gamba. Ndio mzee. Geuza gari twende Mbezi Luis. Haraka sana. Geuza gari. Gamba alirudisha nyuma kwa kasi mno hiyo gari, akakunja kona ili isifanye mpaka tairi zikalia. Kitendo hiki kilioshangaza mpaka walinzi wote. Gamba akapiga oni pale kuashiria, bwana fungueni geti. Pompa. Walinzi wakafungua pale geti. Angalia, RPC amenitumia hii location. Twende hapa kwenye location. Mzee Mashushu alizungumza huku akimwonyesha Gamba ni wapi wanapopaswa kuweza kuelekea. Bwana, unaambiwa Gamba alizidi kuonyesha ujuzi wa kuendesha hiyo gari. Mzee, funga mkanda mzee. Gamba alimwambia mzee Mashushu, ambaye jasho lilikuwa linamwagika kwa wasiwasi kusikia kijana wake kuna hali ya utekaji imetokea. Mzee Mashushu akafunga kwanza mkanda, huku mikono yake inamtetemeka kwa uoga. Kijana Gamba akaongeza pale kiwango cha kiyoyozi ndani ya gari, huku akizidi kuchochea gari hiyo iliyokwenda kwa kasi vibaya mno. Ndani ya muda mchache walifika katika eneo ambalo gari ya kijana Joel ilikuwa imetelekezwa na watekaji. Gamba akafunga pale beki, gari kaserereka kama mita kadhaa hivi kasimama, huku askari waliowahi kufika eneo hilo walikuwa wanashangaa, mbona gari ilikuwa iko spidi mno? Kijana Gamba akawa kwanza kushuka, huku mzee Mashushu naye akawa wa pili kushuka. RPC akasema, karibu sana mzee. RPC alimkaribisha mzee Mashushu huku akimpa mkono. Asanteni. Sasa nataka kujua nini kimetokea. Mzee, tumefanikiwa kuweza kuitrack namba ya kijana wako na imetufikisha mpaka hapa, na kama unavyojionea gari tumeikuta imetelekezwa huku porini, na vitu tulivyovikuta ndo hivi hapa, na kioo upande wa dereva kimevunjwa, ikiashiria kwamba ni tukio la kiuhalifu ndilo ambalo limetokea. We
uruhusiwi kupita hapa. Askari mmoja alimzuia Gamba kuingia kwenye uzio wa utepe wa njano waliokuwa wameuzungushia hapo. Lakini afande, kuna vitu mimi natazama. Sikiliza bwana mdogo, eneo hili linafanya uchunguzi, uruhusiwi kuingia. Askari huyo alijikuta akishangaa kumwona mzee Mashushu akifungua ule utepe na akapita, ikiwa ni nafasi kwa Gamba naye kuingia, huku akifuatiwa na RPC. Hii gari ndo yenyewe ya kijana wangu, mzee Mashushu alizungumza huku akitazama kadi ya gari ambayo ilikuwa imesajiliwa kwa jina la kijana wake Joel. Mzee wangu, inavyoonekana watekaji walikuwa wanamhitaji Joel na sio mali zake, kwa sababu kama ni wallet yake hii hapa na ina kiasi cha $1,200. Lakini naweza nikakuuliza swali mzee? Ndio RPC, niulize tu. Mzee Mashushu alitikia kwa mshangao, huku akili yake ikiwaza ni adui gani ambaye ameigusa familia yake, kwani katika biashara zake haramu anazoziongoza ni wamejiwekea sheria ya kuto kuzigusa familia zao, hata kama kutatokea uadui kati ya wafanyabiashara, ila mke na watoto hawapaswi kuguswa kabisa. Unajua bwana mzee wangu, wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana. Je, unahisi kuna mtu au kuna kikundi cha watu ambacho kinaweza kufanya hili tukio? Kusema ule kweli, sina wa kumwazia, hata wa kumhisi. Sina, kusema ule kweli. Vitu vya kijana wangu mpatieni huyu kijana wangu, huyu anaitwa Gamba, mpatieni. Gamba alipatiwa vitu vya kijana Joel. Sasa RPC, hebu nikuombe kitu kimoja. Naomba unisaidie kufanya upelelezi wa kumpata kijana wangu. Sawa mzee, na nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu. Nimeshawasiliana na wakuu wa polisi wa mikoa ya jirani iliyotuzunguka ili kuweka baadhi ya vizuizi kwenye barabara zetu, na magari makubwa na magari madogo yote yanayotembea usiku ni lazima yakaguliwe. Basi mimi nashukuru sana RPC, ila nahitaji hili swala lisitangazwe kwenye vyombo vya habari. Bado ni mapema sana. Ni sawa, hakuna shaka mzee wangu. Hapo Gamba aliingia ndani ya gari ya Joel. Kutokana na gari hiyo ilikuwa inatunza rekodi kamera za siri zilizokuwa zimefungwa kufunguka katika gari hiyo. Akarudisha matukio nyuma, na ndipo Gamba akamuita mzee. Ndio Gamba. Gamba akahamia siti ya abiria na mzee Mashushu pamoja na RPC wakachungulia pale ndani ya gari hiyo kwa kupitia TV ndogo iliyopo ndani ya gari hiyo. Wakaona jinsi gari aina ya Toyota Alphard ilivyokuwa inawafuatilia Joel na mpenzi wake hadi wakafika sehemu wakasimama. Wakawaona watu watatu waliofunika nyuso zao wakishuka, huku wakiwa na bastola mikononi. Wakatekeleza tukio la utekaji, na mmoja wao akaendesha gari hiyo mpaka walipokuwa wameitelekeza huko porini. RPC akasema, jamani, tumepata namba ya gari za watekaji. RPC aliwaambia vijana wake, na kwa kutumia simu ya Joel ambayo Gamba anajua neno la siri, akaipakua kipande cha video kinachoonyesha kutekwa kwake na gari ya watekaji hao, akaituma kwenye simu ya mzee Mashushu ambaye kwa haraka akaituma kwa RPC. RPC akasema, mzee, hadi sasa hapa tulipofikia tutakuwa tumepata maendeleo mazuri. Mimi ni kuhakikishia tu mzee wangu kwamba watekaji wote watapatikana. Nashukuru sana. Gamba, hebu tuondoke. Waliingia ndani ya gari. Mzee Mashushu aliyekuwa amefura kwa hasira alitafuta namba 1 na kisha akaipiga. Mkuu, hebu nisikilize. Mwanangu ametekwa na kutumia video. Nahitaji iwafikie vijana wako wote hadi jua linachomoza. Nahitaji kijana wangu awe amepatikana kwa gharama yoyote, na waliohusika kwenye huo utekaji na wahitaji wakiwa wako hai. Nadhani tumeelewana. Mzee Mashushu alizungumza kwa usirias kweli, huku macho yakiwa yamemtoka. Ni hapo alikuwa anatoa maagizo. Haki ya Mungu, ninaapa, nitawaua wote washenzi wote, nitawaua. Mzee Mashushu alizungumza kwa ukali ambao kwa kipindi chote ambacho Gamba ameishi na mzee huyo hakuwahi kumwona huyu mzee akiwa katika hali kama hiyo. Bwana, mambo yanazidi kuwa matamu. Jeshi la polisi wamefanikiwa kugundua eneo
lilipotelekezwa gari la kijana Joel, na pia wamepata video ya kutekwa kwa Joel, na video hiyo imesambazwa kwa maaskari wote na msako mkali ulikuwa unaendelea. Unahisi nini kitatokea? Joel na mpenzi wake Glory watatoka salama kwenye mikono ya watekaji hao? Bwana, ngoja tuendelee, tutapata tu kujua. Wakarudi nyumbani, mzee Mashushu pamoja na Gamba, na mtu wa kwanza kuwapokea tu alikuwa ni mama yake na Joel. Vipi mume wangu? Mama Joel aliuliza huku akiwa na wasiwasi mwingi mno. Mke wangu, haya mambo twende tukaongelee ndani. Mzee Mashushu alizungumza huku akimshika mke wake mkono. Gamba aliwatazama hadi wanaingia ndani, na kisha yeye akashuka pale ndani ya gari. Mume wangu, hebu niambie, mmemwona mtoto? Hebu tulia basi mke wangu. Mzee Mashushu alianza kumsimulia mke wake mzunguko mzima uliokuwa umeufanya usiku huo. Mume wangu, sio maadui zako kweli? Mama Joel alizungumza huku akibubujikwa na machozi. Sidhani mke wangu, sidhani kama ni maadui zangu. Mume wangu, naomba umsaidie mwanangu huku alipo jamani. Mama Joel alizungumza huku akilia, na taratibu mzee Mashushu akamkumbatia mke wake, na huzuni ndipo ilipozidi kumtawala. Naam, kitendo cha kufika daraja la Wami, wakawashusha mateka ndani ya gari na wakawaingiza ndani ya gari nyingine. Zilikuwa ni gari mbili aina ya Land Cruiser V8 zenye namba za serikali, na kisha gari waliokuwa wameitumia aina ya Toyota Alphard wakaisukuma ikazama katika mto huo wenye kina kirefu sana kwenda chini. Msikilizaji, upande huu unaambiwa safari iliendelea huku Joel akiwa ndani ya gari ya mbele, huku Glory akiwa ndani ya gari ya nyuma. Safari ya usiku kwa usiku, wakafika wilaya ya Lushoto mkoani Tanga majira ya saa 11 alfajiri. Safari yao ilizidi kusonga mbele hadi wakafika katika msitu wa Kange Kama ambao umezungukwa na miti mingi, huku katikati ya msitu huo kukiwa kuna nyumba kubwa ya kifahari ya siri yenye ulinzi mkali, walinzi wenye mafunzo ya hali ya juu. Wakamshusha Joel pamoja na Glory, wakawaingiza katika chumba kisichokuwa na kitu chochote, huku dirisha lake likiwa lina nondo ngumu ambazo hata uwe bouncer kiasi gani hutoweza kuzivunja wala kuzipindisha. Hakuna kutumia simu yoyote. Naamini watakuwa wanajaribu kuweza kuzitrack namba zetu. Sawa mkuu. Kiongozi wa watekaji hao alitoka nje ya nyumba hiyo, akaminya baadhi ya namba katika simu yenye laini nyingine tofauti na ambayo anaitumia kuwasiliana na watu wa kawaida. Kazi imekamilika. Okay, niko njiani. Mlizipata zile gari? Ndio mkuu. Ndio tumekuja nazo hadi huko. Okay, sawa. By saa 4 nitakuwa hapo. Hakuna shaka mkuu. Naam, mara baada ya mazungumzo hayo, alikata simu na kuingia ndani. Aliwasha TV na kubadilisha channel kadhaa kuangalia kama kuna taarifa yoyote ya kupotea kwa Joel na Glory, ila hapakuwa na taarifa yoyote. Mpaka waje kushtuka watakuwa wameshachelewa sana. Kiongozi huyo wa watekaji alizungumza kimoyomoyo huku akiwatazama wenzake waliokuwa wanajipoza kwa bia za baridi. Naam, msikilizaji, upande wa pili, hadi inafika saa 1 asubuhi hapakuwa na taarifa yoyote kutoka kwa askari waliokuwa wanaendesha msako wao wa kuwatafuta watuhumiwa wa utekaji. Siku hiyo nyumba ya mzee Mashushu ikazizima kwa ukimya, huku kila mtu akiwa hana furaha. Mtoto wa bosi hajulikani wapi alipo. Mzee, shikamoo. Marahaba Gamba. Samahani mzee, naomba kutoka. Kuna rafiki yangu mmoja hivi anajua sana masuala ya IT, anaweza akatusaidia kutambua gari ya watekaji wapi ilipo. Vizuri sana. Unaonaje ukampigia simu aje hapo huyo rafiki yako? Sidhani kama atakubali kwa sababu ni mdukuaji. Sawa, sasa fanya hivi, chukua ile Hilux ile. Chochote kitakachojiri hakikisha ninakuwa kwanza mimi kuweza kujua. Nashukuru sana mzee. Gamba,
Mzee, ndio. Nashukuru. Kwa lipi? Kujitoa kwako kumsaidia Joel. Usijali mzee. Joel yule ni mdogo wangu, ni anko wangu, na niko tayari kufanya lolote ili mradi tu apatikane. Mzee Mashushu alimtazama Gamba huku machozi yakimlengalenga. Akapeana mkono na Gamba na kisha Gamba akaelekea eneo zinapohifadhiwa funguo za magari ya nyumba nzima yapatayo kama 12 na kisha aliondoka hapo nyumbani. Gamba alifika Mkuranga na akaingia kwenye shamba kubwa. Aliendesha gari hilo mpaka kwenye nyumba ndogo ambayo kwa muonekano inaonekana ni ya kawaida sana. Alishuka katika gari huku akitazama namna mahindi mengi yalivyokuwa yananawiri. Akaitazama hiyo nyumba ambayo anapata miaka kama 3 hajafika eneo hilo, na hata mahindi hayo hupandwa na wafanyakazi anaowalipa kufanya kazi hiyo ya kilimo. Akaingia ndani ya nyumba hiyo yenye chumba na sebule. Akapitiliza mpaka chumbani, akakisogeza kitanda cha 5x6, akasogeza kapeti zito na kisha akafungua mfuniko mzito wa chuma wa kuingiza namba za siri katika batani zilizopo katika mfuniko. Akashuka taratibu kwenye ngazi zinazoelekea chini. Aliwasha taa na kutazama chumba chake hicho anachofanyia kazi zake za siri. Hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kukaa kwenye kiti cha kuzunguka na chenye matairi. Aliwasha kompyuta moja na akaanza kuziminya pale batani zake. Aliingia kwenye barua pepe ya Joel iliyokuwa imesajiliwa kwa simu yake na akaipata video ya jinsi alivyokuwa anatekwa. Kitu cha kwanza akaanza kuitafuta namba ya gari, imesajiliwa na nani, na kwa bahati mbaya namba hiyo ya gari ilikuwa ni feki. Gamba akasema shit. Gamba hakukata tamaa zaidi ya kuendelea kuminyaminya batani za kompyuta hiyo kwa kasi mno. Kwa namna anavyoonekana Gamba, unaweza kusema ni msafisha nyumba, lakini endapo ukamkuta anakifanya hiki anachokifanya, unaweza kabisha kwamba huyu sio Gamba. Hawa washenzi wako wapi hawa? Gamba alizungumza huku akitazama gari hiyo. Simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuona ni namba ya mzee Mashushu inampigia. Mzee, naelekea Wami na mama yako. Wamedai gari imedumbukizwa mtoni, hivyo tunakwenda kuthibitisha hilo. Aise? Sawa basi mzee, acha mimi nami pia nije huko. Hakuna shaka kijana. Mzee Mashushu akakata simu hiyo. Hivi naipataje video ya CCTV za hoteli? Gamba alizungumza huku akijaribu kuitafuta hoteli ya mzee Mashushu kwenye mtandao. Alifanikiwa kuipata. Hapa nahitaji kubreak security system. Itanichukua muda sana. Gamba alizungumza huku akimpigia mzee Mashushu. Ndio Gamba. Sasa huyu rafiki yangu IT anauliza kama anaweza akapata zile video za hoteli za wale watu. Ndio, mwambie anaweza akapata. Basi nakutumia email mzee, naomba atumiwe huko. Haya sawa, hakuna shida. Gamba alikata simu, akaandika namba ya barua pepe ya kutumiwa video hizo, na baada ya dakika 5 ikaingia video iliyokuwa imerekodiwa na kamera za hotelini. Okay. Nyie washenzi nimewapata, nyie sura zenu pumbavu kabisa. Gamba alizungumza huku akianza kufuatilia taarifa za wanaume hao watatu ambao waliwafuatilia kwa kuwatilia mashaka. Mbona hawajasajiliwa popote? Gamba alijiuliza, kwa maana ya kwamba wanaume wote hao hawana taarifa zinazowahusu mitandaoni. Hao watu inaonekana ni professional. Gamba alizungumza huku akishusha pumzi kwa njia alizoamini ya kwamba zitamsaidia kuwatambua zote zimefeli. Akazima kompyuta hiyo na kisha akasimama, akapiga hatua 2, kisha akalitazama kabati moja kubwa la chuma. Akalifungua kabati hilo, akatazama silaha za kila aina zilizokuwa zimepangwa vizuri. Niliapa kutokushika silaha tena. Niliapa ya kwamba nitaishi maisha ya kawaida, na nilishaapa kwa Mungu sitoua tena. Acha nienge polisi, watafikia wapi? Gamba alizungumza na kisha kalifunga kabati hilo na kisha akaondoka shambani hapo na kuelekea kwenye daraja la Wami.
Naam, msikilizaji, upande wa pili, mzee Mashushu akiwa na mkewe pamoja na walinzi wake aliongozana nao katika gari tatu. Walifika Wami, wakakuta gari ya watekaji ikiwa imeshatolewa ndani ya maji na vikosi vya uokoaji vya jeshi, huku RPC wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na RPC wa mkoa wa Pwani wakiwa eneo hilo pamoja na maafisa wengine wa upelelezi. Mzee Mashushu akasema, vipi, kulikuwa kuna miili yoyote kwenye gari? Hapana mzee, hapakuwa na miili yoyote. Watekaji walikuwa mbele ya muda, walijua kabisa kuna uwezekano mkubwa wa gari yao kufuatiliwa. Hivyo walichokifanya hapa ni kuiterekeza hii gari, kulisukuma ndani ya mto, na tuna uhakika kabisa kwamba watakuwa wamebadilisha magari. Na hapa mimi mkoani kwangu ninafanya operation ya kuwatafuta. Inavyoonyesha hawapo ndani ya mkoa wa Pwani. Jamani baba zangu, naombeni mnisaidie kumtafuta mwanangu kwa gharama yoyote ile jamani, nawaomba. Mama Joel alizungumza huku machozi yakimwagika. Usijali mama, jeshi la polisi tunafanya kila linalowezekana kuhakikisha tunampata kijana wako. Mimi niseme tu muwe na amani. Hawa watekaji wanaweza wakakimbia sasa hivi, ila hawatoweza kukimbia mkono wa sheria. Tutawakamata tu. Hii Tanzania ni ndogo sana. Ukiwa mhalifu ni ndogo sana, ila Tanzania ni kubwa sana ukiwa tu huna makosa. RPC wa Dar es Salaam alizungumza kwa kujiamini mno. Na kwa kuondoa hofu tu, tumeshawasiliana na wenzetu wa mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, kote huko. Tunahakikisha kwamba wataendelea kuwatafuta mpaka watakapowapata. Tunashukuru sana kwa juhudi zenu. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya upole mno. Asante sana mzee. Hivyo tunawashauri kwa sasa mkatulie nyumbani, huku sisi jeshi la polisi tukiendelea kupambana. Asanteni sana. Mzee Mashushu, mke wake pamoja na walinzi wao walirudi ndani ya magari na kugeuza na kurudi Dar es Salaam. Gamba akapishana nao njiani, simu yake ikaita, akaitoa mfukoni. Gamba, naona tumepishana. Mzee, japo nimechelewa ila najitahidi kuhakikisha ninafika eneo la tukio. Vipi huyo mwenzako wa IT? Kwa bahati mbaya bwana, namba za gari walizozitumia ni feki na sura zao hazipo kwenye mfumo wote ule wa usajili wa kiserikali. Inavyoonyesha ni watu ambao ni maprofessional sana katika kazi yao ya utekaji mzee wangu, na ndio maana imekuwa ni ngumu sana kuwa nasa. Sasa tunafanyaje Gamba? Unajua na kutegemea. Mzee, ngoja kwa nifike eneo la tukio mzee wangu, tutawasiliana tu nikirudi nyumbani. Na okay, sawa. Mzee Mashushu alikata simu huku akimtazama mke wake aliyegeuza uso wake kwenye kioo cha upande aliyokuwa amekaa. Akajikuta akimwonea huruma sana mke wake. Taratibu alimshika kiganja chake na kisha akamwambia, usijali mke wangu, mtoto atarudi na kuomba uwe na amani. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya upole, ila mke wake hakujibu chochote zaidi ya machozi kummwagika. Gamba yeye kwa upande wake akafika daraja la Wami, akalisimamisha gari pembezoni mwa barabara karibu na daraja hilo. Kwa macho yake akagundua ni wapi gari hiyo ilipokuwa imesimama na iliposukumiwa na kuingia ndani ya maji. Gamba akatembea mpaka karibu na eneo la gari lilipokuwa limedumbukia. Gamba akasema, wale jamaa sijui walikuwa ni walevi, yaani gari zuri kama lile wanalidumbukiza kwenye maji. Masikio ya Gamba yalinasa vizuri mno mazungumzo ya vijana watatu waliokuwa wamesimama pembeni yake. Oya, wewe uliwaona kwani? Ndio, niliwaona. Japo nilikuwa nimelewa, niliwaona wakilisukuma lile gari. Unajua niliogopa, nikajibanza kwenye ule mti nikihisi kwamba watakuwa ni majambazi tu wameua watu au wameamua kufuta ushahidi, wakalisukumia gari ndani ya maji. Mimi niliona jana, nilikuwa niko tungi kinoma lakini niliona. Wewe zungumza taratibu, usije ukaojiwa na maskari. Unaona eneo lenyewe lile wamejaa maskari. Sasa mikosa langu nini hapo? Jambo liko wazi. Mimi nimeshuhudia tu tukio lile. Alafu jamaa wanaonesha wale ni watu wa serikalini wale. Wa serikalini kivipi? Wale watu waliosukuma gari mtoni wanaonekana watu wa serikalini kwa sababu waliingia kwenye mashangingi mawili, zile gari za serikali V8 yenye namba za serikali. Ila sijui kama ni idara gani, ila zile gari ni za serikali zile V8. Au ni watu wasiojulikana. Hilo umesema wewe. Ni ngoja nielekee shambani bwana. Jamaa huyo
aliyevalia nguo zilizokuwa zimechoka akapanda kwenye basikeli yake akaondoka eneo hilo na kumfanya Gamba mtazame kwa macho kumdadisi. Alichokisikia Gamba kikawa kimetosha kabisa kusikika. Akaingia ndani ya gari, akavuka kwenye daraja hilo, akasimamisha gari pembeni ya kituo cha polisi. Gari V8 zenye namba za serikali. Gamba alijishauri huku akichunguza majengo yaliyopo darajani hapo. Akamwona RPC wa Dar es Salaam akielekea kwenye gari lake. Ndipo hapo kijana Gamba akashuka kwa haraka akawa anamkimbilia RPC. Lakini mlinzi wa RPC akamzuia Gamba. Akamwambia kijana, uruhusiwi kwenda. Wakati anazuiwa, RPC akamwona Gamba. Akamwambia kijana, vipi? Upo na wewe hapa? RPC aliuliza huku akimpa ishara mlinzi wake amwachie Gamba. Gamba akasema, nipo mzee, nipo bwana. Mzee ameondoka muda sio mrefu. Kama unavyoona tunaendelea hapa kujitahidi. RPC aliposema hivyo, Gamba akasema, mzee, kuna taarifa bani nimeisikia kwa vijana waliokuwa kule upande wa pili wa daraja. Mmoja wao anadai kwamba alishuhudia watekaji wakilisukuma hilo gari na wakaondoka ili eneo wakiwa wameondoka na Toyota V8 mbili zikiwa zina namba za serikali. Hao vijana waliosikia wanazungumza bado hapo? Mmoja ambaye alikuwa ni shuhuda ameshaondoka, japo anasema alikuwa amelewa. Unajua tungempata huyo angetusaidia huyo. Ni kweli kabisa RPC. Ila sasa kutokana na hapa kama wameelekea mkoa wa Tanga, mimi naamini kabisa kutakuwa kuna vizuizi vingi vya maskari barabarani. Na kama walitumia V8 zenye namba za serikali, ni lazima watakuwa wamepita kwenye hivyo vizuizi bila kuhojiwa. Itakuwa ni vyema kama askari walikuwa barabarani jana usiku wakahojiwa kama waliziona, na hapo tutapata mwelekeo wa kujua ni wapi wamekwenda. Wewe kijana, akili yako inafanya kazi vizuri sana. Jamani, na mimi mmemsikia huyu kijana hapa. Hebu fanyeni hiyo kazi haraka sana. RPC aliposema hivyo, wapelelezi aliokuwa ameongozana nao wakaanza kazi ya kufuatilia askari waliokuwa wapo kwenye vizuizi vya barabarani usiku huo. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona mlango wa gari aina Range Rover aliyopanda kijana wa Kihindi ukifunguliwa. Mlango huo ulifunguliwa na mlinzi wake. Kijana huyu wa Kihindi alishuka huku akiwa amevalia koti zito kutokana na baridi kali iliyopo eneo hilo la msitu wa Kange. Vipi, wamezinduka hao? Bado mkuu. Kijana huyo akaongozana na watekaji hao na kuingia ndani ya chumba walichokuwa wamemweka Glory pamoja na Joel. Wahamisheni kwa maji ya baridi. Kijana huyo wa Kihindi alizungumza huku mkononi mwake akiwa ameshika sigara iliyokuwa inafuka moshi. Joel pamoja na Glory wakamwagiwa pale maji ya baridi na kuwafanya wazinduke, huku miili yao ilikuwa inatetemeka kwa baridi kali mno. Khan, Glory alishangaa huku akimtazama kijana huyo ambaye ni mpenzi wake. Khan alianza kupiga makofi ya dharau. Mlihisi mimi sito wakamata Baby, kwani unamjua huyo jamaa? Joel aliuliza huku akitetemeka kwa baridi. Glory alikosa jibu. Glory alibaki na kigugumizi. Jamaako anajua kwamba ulitoa mimba yangu ili uwe naye, ukihisi ana pesa nyingi kunishinda mimi, si ndio? Joel alipigwa na bumbuazi huku akimtazama Glory, mwanamke anayempenda na kuamini ya kwamba maisha yake yote kiasi kwamba mpaka akamvalisha pete ya gharama, akimini huyu Glory ni wake peke yake. Kumbe Glory ni mchafu wa mengi alokuwa anayafanya mpaka inafika stage wanatekwa. Bwana, mambo yanazidi kuwa ni matamu, japo Gamba anaonekana ni mtu wa kawaida tu, ila historia yake nyuma inamfanya atumie ujuzi wake kuwasaidia maaskari kuendelea kumtafuta Joel, mtoto wa bosi wake ambaye hadi sasa hawajui ni wapi alipo. Lakini tunakuja kugundua Joel anashtuka kwamba huyu Glory aliyempenda na mpaka kumvisha pete ya uchumba, kumbe Glory bwana ni mbabaishaji tu. Glory ndio anayesababisha matatizo. Je, nini kitatokea? Kumbe Glory ana mwanaume mwingine wa Kihindi anaitwa Khan. Bale, usikose kufuatilia mzigo huu. Ikiwa hii ni sehemu ya kwanza, tukutane katika sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver kutoka kwake Edazaria J Msulwa. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Asante na kwaheri.